mchezo wa Juni 15. Kulikuwa na sababu za ule mchezo kuahirishwa ambazo zilielezwa na bodi ya ligi kuu Tanzania. Na kuna namna hizo sababu zimechukuliwa hatua kwa maana ya kuona namna gani haziwezi kujitokeza tena. Ndio. Kwa hiyo ukiniuliza mimi chochote kuhusiana na huo mchezo nitakwambia dabi ya Kariakoo inakwenda kufanyika Juni 15. Hayo ndio maandalizi ya bodi ya ligi, hayo ndio maandalizi ya huo mchezo. Hicho ndicho kilichopo na hicho ndicho ambacho wadau wanapaswa kukifahamu. Ili shabiki aaminishwe na bodi ya ligi kwamba mchezo upo, ni bodi ya ligi kutangaza tarehe ya mchezo. Kitu ambacho bodi wameshakifanya. Yaani kitendo cha bodi kutangaza kwamba huo mchezo utafanyika Juni 15 ndio taarifa ya uhakika, kwa sababu bodi ndio anayesimamia na kuendesha ligi. Hakuna kitu kingine chochote cha kinachoweza kuwa kikubwa zaidi ya bodi kutangaza tarehe ya mchezo. Katika hatua nyingine, Boimanda amesema uchunguzi na watu ambao wasababisha mchezo wa dabi kuahirishwa Machi 8 mwaka huu, bado uchunguzi huo haujakamilika. Kwenye taarifa ya kuahirishwa kwa mchezo wa dabi, nisema kuna uchunguzi utafanyika. Mpaka sasa bado hatujaona chochote kile. Haujaona nini? Hatujaona huo uchunguzi. Hujaona wapi? Kwenye taarifa. Wewe unafanya kazi bodi ya ligi? Hatujaona uchunguzi. Wewe unafanya kazi bodi ya ligi mpaka useme hujaona uchunguzi? Hamjatoka public. Nani amekwambia ni lazima itoke public leo kutoa taarifa ya uchunguzi? Kama hujakamilika, kuna dhambi. Uliambiwa uchunguzi utafanyika siku ngapi? Sasa kwa nini unaudai? Umefikia wapi mpaka sasa? Hauwezi kupewa update ya ulipofikia. Utakapokamilika utatolewa taarifa. Kwa hiyo inawezekana uchunguzi ukakamilika baada pia ya mchezo. Napiga ramli tena hapo mimi sasa unanilazimisha niseme vitu vya ndani, kwa maana vitu vinavyoendelea nikujulishe wewe, na wewe hauko bodi. Lakini uchunguzi umefikia wapi? Siwezi kusema ulipofikia kwa sababu ni jambo la kiuchunguzi. Tangu lini ulisikia taarifa za kiuchunguzi zinaambiwa zimefikia sehemu fulani? Wewe si mwandishi wa habari? Unafanya habari za kiuchunguzi? Unapofanya habari za kiuchunguzi unatoka kwenye radio yako unawaambia naendelea kuchunguza story fulani na nimefikia hapo. Unawaambia hivyo? Si mpaka umalize uchunguzi wako. Ndio hicho na sisi tunafanya. Tukimaliza ndipo utatoka taarifa. Kwa hiyo unaondoa wasiwasi mashabiki na wadau wa soka uchunguzi. Bodi ya ligi kuu Tanzania imetoa taarifa kuhusiana na mchezo, ilitoa taarifa kuhusiana na kuahirisha mchezo, ikasema sababu za kuahirisha mchezo, ikaeleza kwamba kuna changamoto ambazo zinashughulikiwa, zinafanywa uchunguzi, si ndio? Na kwamba hilo jambo litakapokamilika taarifa itatoka. Yes, huu uchunguzi ambao mpaka sasa hujakamilika, mkipewa majibu kabla ya mchezo au msimu ujao, msishangae. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Spiderman Jacob Kapaya wa Sports Extra ya Clouds FM. Naam, hayo ndiyo yanayoendelea kuhusiana na mchezo wa dabi. Lakini wakati huo mabingwa wa soka wa tetezi wa Tanzania Bara Young Africans wameingia kambini rasmi kujiandaa na michezo iliyosalia ligi kuu soka Tanzania Bara ambayo imesimama kwa muda kupisha michezo ya timu ya taifa. Mwana michezo Priska Kishamba kutoka Dar es Salaam, taarifa yake inaeleza zaidi. Licha ya kuanza kwa matangazo kutoka bodi ya ligi, kutoka kwa wasimamizi wa soka na wengine wengi wanaohusika na uendeshaji wa mpira wa miguu hapa nchini Tanzania, ikiwa ni kuelekea kwenye mchezo wa watani wa jadi, Yanga wakiwa ni wenyeji wa Simba, mchezo namba 184 ambao tayari bodi ya ligi imetangaza rasmi mchezo huo uko pale pale kwa tarehe iliyotangazwa hapo awali ya tarehe 15 ya mwezi wa 6. Klabu ya soka ya wananchi Yanga yenyewe imeendelea na mazoezi yake jijini Dar es Salaam katika uwanja wa KMC Complex, ambapo wachezaji ambao hawakuitwa kwenye timu zao za taifa wameungana na wenzao katika kuendelea na mazoezi ya timu hiyo yaliyopangwa kuanza siku ya leo. Klabu hiyo katika taarifa yake iliyotoa kwa wanachama na wapenzi wa timu yao imesema imeanza mazoezi rasmi kujiandaa na mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara dhidi ya Tanzania Prison utakaofanyika jijini Mbeya tarehe 18 ya mwezi wa 6. Tofauti na matarajio ya wengi kwamba timu hiyo iko kwenye mazoezi kujiandaa na mchezo wa dabi tarehe 15. Akizungumza na Yanga TV, msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shaban Kamwe ameeleza maandalizi yao baada ya mapumziko ya muda mfupi, na hatimaye sasa wameendelea na programu ambayo mwalimu anaiongoza. Kuna session zinafanyika gym kana pale, na kuna session zinafanyika kiwanjani kwa maana ya hapa KMC Complex. Nategemea na ratiba ambayo technical bench wanaipanga. Wachezaji wote ambao wako hapa wapo kwenye hali nzuri, na tunaamini kwa maandalizi ambayo yanaendelea hapa
hii michezo miwili ya mwisho ya ligi ambayo tunakwenda kuicheza, tutakwenda kupambana na tupate matokeo mazuri inshallah. Nimeona yes, kuna ongezeko la wachezaji 4 kutoka timu yetu ya vijana ya under 20, na nichukue fursa hii kwanza kipekee kabisa kumpongeza rais wa klabu yetu Engineer Said, kupongeza pia kamati yake ya utendaji. Kuna program maalum ambayo Engineer Said anaifanya sasa hivi kwenye timu zetu za vijana kuja pia kwenye senior team, kwa maana ya kupita vioni kutafuta wachezaji wenye talent. Hivi kwenye training ya leo tunaye mchezaji mpya ambaye tumemtoa chuo cha kikuu cha Mlimani hapa. Wanakumbuka mashindano ya View ambayo alichezwa, top scorer wao anaitwa Hamed, fikiri wewe wengi wanamfahamu. Tayari tumeshamalizana naye, tumeshamchukua, yuko hapa. Tunaye pia William kutoka Mbeya, wanakumbuka, ambaye ni mwanafunzi kule Mbeya. Kwa maana tuna hiyo program ya kupita sasa hivi vioni kuhakikisha tunakusanya talent zile na tunakuja kuzipa opportunity kwenye timu za vijana na timu za senior team. Kwa leo vijana 4 kutoka kwenye timu yetu ya under 20 wamekuja kutrain na timu kubwa. Kwa tunaamini the more vijana hawa wanasoma, wanapata elimu, wanapata pia nafasi ya kuimarika na kukuzwa zaidi na kuja kuwa msaada baadaye wa klabu yetu na kwa taifa kwa ujumla. Kwa kifupi kabisa, Mbeya hawana baya. Kwenye hii misimu mitatu ambayo imemalizika hapa nyuma na tumechukua ubingwa mara zote, Mbeya tumetoka pale kwao mara 2 tukiwa na taji. Kama unakumbuka, ubingwa wa kwanza, wa pili tulikuwa tunatokea Mbeya, shuka airport, napigwa paredi mpaka Jangwani. Lakini kwa msimu huu kutokana na ratiba, mechi yetu ya ubingwa sasa haitakuwa Mbeya. Kwa hiyo tuwaombe sana wakazi wa Mbeya wajitokeze kwa wingi kwenye mchezo siku ya tarehe 18. Tuisupport timu yetu. Mchezo kwa mgumu kwa sababu bado Prison unajua hajajua hatima yake kwenye ligi, kama anakwenda kwenye playoff au vipi. Kwa hiyo lazima tuweke jitihada tupate matokeo mazuri. Na Prison ukiangalia mechi ya mwisho alimaliza away dhidi ya Singida Black Stars. Kwa mechi yake ya mwisho ya nyumbani ni dhidi ya Yanga. Akipata tu sare tayari mambo yake ni mazuri kubakia ligi kuu na asicheze playoff. Kwa lazima tuende kwa nguvu na wana Yanga pale Mbeya, tuungane pamoja. Tunaye mzee wetu Castella pale, rafiki mkubwa wa Wile, kama na paso line ya Wile. Yes, mzee Castella. Wile ndo mwanadamu pekee ambaye ana line bara na pwani. Tibu wetu pale Mbeya hamasishe sana watu kuanzia mapokezi ya timu, lakini pia kuja uwanjani. Kwa faida ya watazamaji ambao hawaoni pengine training hapa, tukiwa tuna mchezaji ambaye ametoka kwenye chumba cha daktari kwa maana ya Moses Tutu, amekuja kwenye physio kwa maana ya kuandaliwa kuja kwa ujioni na timu, huwa wanakuwa kwenye program hapa, lakini program zao huwa peke yake. Ukiona timu yote na train, hakuna mchezaji yote ambaye amefungwa bandage hapa nje au anafanya mazoezi binafsi, maana yake 100% hatuna mchezaji majeruhi. Ukiondoa Kwasi Atola ambayo taarifa yake inafahamika na tulisha communicate mapema kwamba hatutakuwa na Kwasi Atola yao kwa msimu huu mpaka utamalizika fanyiwa operation, na namshukuru sana na nampongeza. Kwa nitumie kumpongeza kwa sababu zile clip utamuona Kwasi Atola yao anafanya mazoezi akiwa na gongo. Maana yake ni mchezaji ambaye anaweza akarudi mapema zaidi kuliko ambavyo ilitarajiwa. Anaweka juhudi kubwa, anavumilia maumivu kuhakikisha anapona kabisa na kuja kuisaidia timu. Kwa hiyo habari njema so far, hakuna mchezaji ambaye ni majeruhi. Na wale ambao kwenye timu za taifa tunawaombea pia wasipate majeraha kwa ili warudi, ili hichi kiwembe kimnyoe kila anayekuja hapo mbele. Msingi unajua tuna hizi mechi mbili, alafu tuna finali dhidi ya Singida Black Stars. Hiyo mechi ina msisimko wake, ina ubora wake, ina uzuri wake. Zimekutana timu mbili zilizocheza mpira mzuri. Msimu huu ukiangalia matokeo kwenye ligi, tumeshinda mechi zote mbili, lakini sio kirahisi. Tuwafunga 1-0 mechi ya kwanza kipigwa Zanzibar, 2-1 hapa KMC Complex. Lakini uzuri zaidi ni kwamba mechi ikiisha Singida huwa wanatupongeza kwa mechi nzuri na matokeo mazuri. Sisi hatufanyi dhuluma. Hatujawahi kuchukua pointi kwa Singida kwa dhuluma. Na sio tu Singida, timu yoyote hatujawahi kuidhulumu haki yake. Kwa hiyo tunaamini mchezo huu una uzuri wake kwa sababu haki itakuwa imetawala. Timu hii Singida itafanya haki, Yanga itafanya haki, na finali itakuwa bora. Zingefuzu timu nyingine kuja finali, pengine angejirudia mambo ya PSG hapa na Inter Milan. Mtu akachukua chuma 5 kwenye finali, tukaharibu msisimko wa kombe bora kabisa la CRDB Federation Cup. Tukao tuwaambie wana Yanga na wa Tanzania wanaofuatilia kombe shirikisho la CRDB, finali yenye hadhi ipatikana. Kutoka Dar es Salaam, Priska Kishamba, Sports Extra ya Clouds FM. Asante Priska Kishamba kwa taarifa hiyo. Nimesikiliza hapa
kwa sisi tuliosoma Cuba na kwa ninavyojua Yanga, mechi ya tarehe 18 hawezi kuanza maandalizi mapema hivi. Haya ni maandalizi kwa ajili ya dabi. Kwa hiyo dabi ipo. Wewe wamesema haipo. Mbona unaigiza leo? Wenyewe wamesema haipo. Mpaka so far wamesema haipo. Mechi ya tarehe 18 wewe usiamini hapo. Hawezi kuingia kambini leo mechi ya tarehe 18. Hii kwa ajili ya tarehe 15 na kuendelea vile vile. Kwani mechi za ligi ninavyojua, kwa mfano hii mechi ya Simba na Yanga ya dabi. Yanga ndio mwenyeji. Na maandalizi yote kuelekea hiyo game inabidi Yanga wafanye, si ndio? Kwa mfano utaratibu wa uingiaji uwanjani, hiyo vinini, yani ndio vinapangwa na bodi ya ligi. Bodi ya ligi au wahusika vilabu wenyewe vihusiki. Kutokana na vilabu vinahusika kufanyia promotion mchezo. Okay. Kwa hiyo mwenyeji unatakiwa ufanye. Lakini jana nilimsikia Boymanda kama kuna baadhi ya maafisa wa kuelekea huo mchezo inabidi wafanye nini maafisa? Watoke Young Africa. Yaani watoke? Yeah. Yaani Yanga kama wao wenyeji wa hiyo mechi. Yaani Yanga wao kama kuna maelekezo wanayotaka kutoka bodi ya ligi, wao Yanga wanatafuta bodi ya ligi. Jamani, kwenye maandalizi kuna jambo hili, tunataka hivi, hebu tu muongozo tufanye hiki. Sio bodi ya ligi kuanza kuwapa muongozo Yanga. Sasa kwa mfano so far hakuna muongozo wote ambao wanahitaji Young Africa. Na Yanga sio wageni wa kuandaa dabi bwana. Hii dabi kwani dabi gapi Yanga kashakuwa mwenyeji mpaka leo hii so special, wanauliza maswali mengi. Wanajua maana inatakiwaje dabi maandalizi, ndio maana hawaulizi kitu bodi ya ligi na maandalizi yanaendelea. Mimi sijafanikiwa kusoma Cuba au kule Chad kwa kibwana. Mimi nilikuwa Mongolia katikati ya China na Russia. Wewe nini kinakuaminisha kwamba hii dabi ipo? Yaani ipo. Timu zingine zinaanza maandalizi hivyo. Unaona Cuba huko kwenda. Simba tayari iko camp inajiandaa na Yanga iko kwenye maandalizi. Ngoma inapigwa 15 Juni. Okay. Amini haya ninayokuambia mimi. Afe mtu, afufuke mtu, azaliwe mtu, ajiuzuru mtu, 15 kinapigwa Juni. Taarifa ya Cuba na leo umevaa kiandamizi kabisa. Unaona? Kiharakati umevaa. Unaona kofia ulivaa. Na kuelekea afu nilikuwa sijajua Prison anacheza na Yanga afu anacheza na Singida. Kama bingwa wa kubeti. Prison anapigwa na Yanga, Prison anaenda kumfunga Singida Black Stars. Sijawahi kutabiri kwenye ligi na tabiri hii, na sijui wanaweza kubeti wafuate utabiri huu. Na ukiangalia Prison ile ya nusurike asiwe katika nini, katika playoff. Lazima aokote mchezo mmoja kati ya michezo miwili kati ya Yanga na Singida. Lazima aokote mchezo mmoja. Aokote kwa Yanga, aokote ataenda kuokota kwa Singida. Kama unabashiri weka mzigo, uza nyumba yako, weka hii, unachukua hela hapa. Kama akikosa hizo point ya kuulize wewe. Wewe ndio kuulizwa. Kwamba Prison anakupwa na Yanga, anapasuka. Alafu anaenda kumpiga Singida Black Stars. Uza nyumba yako, nenda kabeti, tutachukua hela hiyo. Hiyo uhakika. Sure bet kabisa. Sisi tuliosoma Israeli Cuba katika hiyo baada ya mchezo wa dabi mpaka kule kwa ule mwamba yule. Lakini hiyo kama dabi itachezwa au whatever itakavyokuwa. Lakini bado yeye akili yako inakwambia dabi. Umesikia? Kama yule mwamba wapi Korea Kaskazini na Putin walikutana wako Mtumbili hivi. Sawa, wako Mtumbili namna hii. Wakachukua wine. Wote wanaona kabisa wine iko siri inafunguliwa pale. Ikamiminwa kwenye glass ya yule mwamba, afu kamuiza kwenye glass ya Putin. Afu ile chupa kubwa ikawekwa katikati yao. Wote wameshikilia, wasa kila mtu apeleke kinywani. Wakatazamana na mke, mtu anasubiri mwezi aanze kupeleka, wale mbona apeleke, walivyoeta chini wote wakaeka chini. Ile wine haikunyweka ile. Watu hawaaminiani. Kwa hiyo sasa mimi najiuliza Ruambana. Wewe unasema unatuhakikishia kwamba dalili zinaonyesha kama dabi ipo. Kitu ambacho kinanipa mimi mashaka makubwa sana ni, unajua mchezo wa mpira bwana, pamoja na yote ni mchezo wa mashabiki. Lakini inaweza ikachezwa bila mashabiki. Kwani kuna dabi moja sasa hapa mashabiki inategemea. Sasa inategemea mashabiki kwa wachache kabisa. Nikikumbuka scenario ya Yanga mpaka wanakuja na kauli mbiu ya hatuchezi, baadaye ikaja kusema hatuchezi ng'o. Baadaye ile cheza ikawaitosha walivyoenda Tanga kwenye JKT akaongeza ng'o. Sasa najaribu kukumbuka kwamba mpaka kauli mbiu ile inakuja
ilikuwa ni baada ya mchakato ambao ulihusisha maeneo mengi sana mpaka jambo hilo kuzungumzwa na likaungwa mkono na maeneo mengi sana. Na mashabiki wimbo wao hatuchezi mpaka leo. Mashabiki wimbo wao hatuchezi. Unakumbuka wakati huo zilikuwa press nyingi sana, utasikia leo Mwanza wazee wameibuka, kesho wameibuka Songwe, ilikuwa hivyo. Si haraka ulienda ule kwa wazee watoke kila mtu walipo watoke shimoni waongee. Najiuliza swali Alex. Inawezaje kuwa rahisi kufanya maamuzi kinyume na yale alafu kimya wale wazee kule ambao walishababuka kila aina ya maneno watakuelewa wewe kuja kuambia bado tunacheza alafu siku ya mwisho? Kwani Yanga hawana sababu ambao mchezo huo ucheze? Yani hawana sababu ili mchezo ucheze? Hawana. Wao walisema wanataka ikitokea, yani kama sababu ipo ili wao wacheze, ndio maana nakwambia. Kwa hiyo unatuhakikishia hiyo sababu itatokea. Nimekwambiaje, afe mtu azaliwe upya, afufuke, ajiuzuru, akimbie nchi, dabi inapigwa. Kwa hiyo kwa kifupi iko ambacho Yanga wanakihitaji kitafanyika. Sijajua kama kitafanyika, lakini unatikisika. Unajua kwa nikwambia kitu kimoja, madam Yanga walitoa reason. Huwezi kusema mechi haichezwi. Mimi binafsi naona mechi itachezwa, lakini si tarehe 15. Yani kama Yanga walishatoa sababu ili tucheze iwe hivi, kifanyike hiki. Huwezi kumaliza maneno kwamba mechi haichezwi. Hata ndio maana nikasema kuanzia sasa hivi ile neno ng'oo litolewe, ibaki hatuchezi. Kwa unapunguza kidogo. Baadaye itafika hapa, ikifika mpaka tunaenda kwenye tarehe 10 tutabaki na hatu. Tukifika tarehe 13 kwa sababu Yanga walitoa sababu ili wacheze iweje. Sasa huwezi kumaliza maneno kwamba hatuchezi ng'oo. Sasa sababu zikitekelezwa unafanyaje? Sasa ndo hapo ninapokuelewa kwamba sasa hivi tunatakiwa ni wewe. Kwa kifupi umeona kuna moshi mweupe wa kile ambacho Yanga wanakihitaji. Sasa hivi kinaweza kikatokea. Sasa hivi atuchezi ng'oo dhidi ya mtacheza tu. Mimi binafsi Juni 15 tuondoe Simba na Yanga, tuweke atuchezi ng'oo versus kwa hiyo tutacheza tu. Kwa hiyo kwa kifupi Luambano hapa katikati hapa tutarajie kuna maamuzi yoyote makubwa yanaweza kutokea hapa. Yanga Africa sio condition kwamba ili wacheze. Ndio maana nikasema kama umetufanyia hilo la kwanza. Huwezi kumaliza maneno kama lakini kama halijafanyika. Unaona mechi 15 mimi naona haipo. Labda itachezwa siku tarehe nyingine, sio tarehe 15. Hatuwezi ligi tukasubiri kwenda kumaliza mwezi wangapi wakati hapa muda upo kumaliza. Basi kwa kifupi tujiandae na breaking news. Tujiandae na taarifa. Umesikia? Kuanzia leo. Tujiandae na taarifa. Atuchezi ng'oo dhidi ya mtacheza tu. Sasa tuone nini kitatokea. Kumbuka ligi ni wawili, ujue. Farasi wawili tu katika hii ligi. Sawa. Sasa ndio wengine wanajazia tu inajulikana. Na ligi ya farasi wawili. Sasa farasi wawili wanaogombana hao. Kwa hiyo tutasubiri tunasema itaisha lini, itafanyaje? Hiyo inaweza kusubiri mpaka maelewano yatakapowepo. Lakini sasa hivi tarehe 15 mimi sioni game enda kucheza. Mimi sasa hivi kwenye script zangu humu siandiki tena habari ya Yanga na Simba. Mimi naandika atuchezi ng'oo dhidi ya tunacheza tu Juni 15. Tubeti basi. Mimi nataka tubeti ile mechi Yanga na Prison. Mechi za Prison tubeti. Mimi nataka tubeti 15. Mimi unasema haipo hiyo haipo. Au tupaswane. Tarehe 15 mimi nasema haipo. Tubeti. Haya. Mzigo kwa mzigo. Mzigo kwa mzigo. Haya. Mimi box 5. Sawa, haina shida. 500,000. Na utanikabidhi. Utakabidhi wewe afu damu itakumwagikia. Ndio sasa kwa mtu anakabidhiwa bila tomato kumwagika kidogo lazima 500,000. Sawa. Ila ile kule nauza nyumba yangu. Kwa hiyo master unasema tarehe 15 mechi haipo. Unasema haipo. Luambano anasema haipo. Ipo. Sawa, tusubiri. Na siku hiyo pale watu watakuja na mabango na mdai. Pasua Luambano. Chezi ng'oo mtacheza tu. Utaratibu wa kukabidhiana mzigo itabidi tutumie hapa. Sawa, haina shida. Hapa kwenye sports kama kawaida. Bwana si tupo hapa, tunaendelea kukupa habari za michezo lakini wakati tunakukumbusha. Hiyo Prison hiyo mimi hiyo ni pasua hiyo. Hiyo Prison kiko tunipasua. Uza nyumba, weka matokeo yao. Prison anafungwa na Yanga na anaenda kushinda na Singida. Anaenda kucheza playoffs, anabaki ligi kuu. Anabaki. Akipasuka zote mbili anacheza playoff. Hiyo sure. Uza nyumba yako weka